labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Huu ni wito ambao saufa yuraddidunaha alhujjaj alladhina ya'tamiruna wa yahujjuna bait Allahi alharam qariban insha Allah. Unshuda hii au talbia hii au nidaa hii au wito huu au dua hii ndiyo itakayo kuwa ni dua isiyokauka katika ndimi za mahujaji siku chache zijazo, ikiashiria kumuitikia Mola mlezi kwa ule wito ambao Mwenyezi Mungu alimwambia Nabiyullah Ibrahim, wa adhim fi nnasi bilhajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin ila akhir alayat. Watangazie watu, nadi alaihim anna Allaha bana lakum baitan fahujju, waambie watu kuna nyumba huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nyumba yake na amekutakeni muitembelee ili muitikie wito huu. Na waliosikia wito wa Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam wakamuitikia Mola wao kwa kwenda kuitembelea nyumba hiyo, na mpaka leo nasi tunaitikia kwa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad kwa kusema labbaik Allahumma labbaik. Tumekuitikia Mola wetu, tumekuitikia. Labbaik la sharika laka labbaik, tumekuitikia huna mshirika, hakuna Mola mwingine ila wewe, wala huna mwenzako katika hilo. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, shukrani zote, himdi zote, sifa njema zote ni zako, neema zote ni zako, tena alkamila, zilizokamilika. Umetakasika Mola wetu kwa kila kitu, huna mshirika. Nimekuitikia Mola wangu. Maashara sada, maashara alhujjaj, tuko katika muendelezo wa kipindi maalum kwa ajili ya khudhu anni manasikakum au litakhudhu anni manasikakum, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume lamma hajja hajjatal wada, alikuwa akiwaambia masahaba zake hivyo kwamba la'alli la alqakum ba'da ami hadha litakhudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu namna ya ibada ya hija inapofanzwa, kwa sababu huenda mimi nanyi tusikutane tena baada ya mwaka huu insha Allahu Taala. Jana tulikuwa tumeeleza kwa kifupi lengo la kipindi hiki na baadhi ya mambo fulani fulani, tukafikia kuelezea umuhimu wa kuitekeleza ibada hii ya hija na hatari ya kuacha. Miongoni mwa hatari na kusisitiza juu ya umuhimu wa kuisimamisha nguzo hii katika nguzo za Kiislamu ni yale maneno ambayo tunasomeshwa na walimu wetu katika vitabu aliyoyasimulia al-Imam, aliyosimulia sahaba khalifa wa Bwana Mtume Umar ibn al-Khattab, ambayo yamesimuliwa na al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake. Umar ibn al-Khattab alikuwa akisema, yafikiria vizuri haya maneno, hususan yule ambaye hataki mpaka sasa hivi kuelewa kwamba ina maana gani hija kwake. Uwezo anao, kila kitu ambacho kingefaa kumfikisha na kumrudisha kiko mbele yake mutawaffir, lakini mpaka leo lam yahuji, hajenda Maka kuhiji. Hana reason yoyote, hana sababu yoyote, hana udhaifu wote. Mwenyezi Mungu amempa uwezo, amempa siha, amempa afya, zile shurut zote mutakamila ladai, na hajaenda haji kuitekeleza ibada yako. Sikilize maneno ya Umar ibn al-Khattab. Anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wakati mwingine ahumu huwa natamani an ursila rijalan ila al-amsar, kuwatuma watu wanaume, yani askari wangu, waende katika mikoa, majimbo mbalimbali, liyandhuru kulla man indahu sa'atan liyahujja wa lam yahuj. Na wanakwenda kufanya nini katika majimbo, katika mitaa hiyo, katika miji hiyo? Wanatumwa kwa ajili gani hao askari? Anasema hawa wanataka ni watume, kazi yao ni kutizama katika ile miji na majimbo yale kila mwenye uwezo wa kuweza kwenda haji, lakini
hajawahi kwenda haji. Fayadribu alaihimul jizyata ma hum bimuslimina ma hum bimuslimin. Akishajua mtu kwamba hapa yupo mtu ana uwezo wa kwenda Maka kuhiji lakini hajaenda, basi awapigie au awafaradhie au awalazimishe hawa watu ambao hawajafanya ibada hiyo na uwezo wanao, kwamba kuanzia leo inabidi mutoe jizya. Jizya ni kitu kinachotolewa na wasiokuwa Waislamu katika serikali ya Kiislamu. Jizya, kodi fulani. Sema Umar, ahumu biirsali rijali au rijalan, ahumu an ursila rijalan ila al-amsar fayanduru kulla man indahu jida au saa walam yahujj falyadribu alayhim aljizya ma hum bimuslimin ma hum bimuslimin. Kabisa ma hum bimuslimin mara mbili karudia, hao si Waislamu, hao si Waislamu, hao si Waislamu. Kwa nini hawendi haji na uwezo wanao? Kwa nini hawataki kuhiji? Maneno makali bila shaka, akiyasimulia al-Imam al-Baihaqi kuyapokea kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa yatafakari wewe na mimi ambao uwezo tunao. Kwa yule maskini ambaye hana uwezo ndo hana uwezo, lakini wewe ambaye uwezo unao, si wa kwenda wewe tu, wa kwenda wewe na mkeo na watoto, hata kuchukua na majirani wawili watatu watano, uwezo huo unao, lakini mpaka sasa hivi bado hujenda wewe wala hujampeleka mtu. Madha tantadhir, unasubiri nini? Kulikoni? Hali kama hiyo ni ya kufikiriwa na kusikitisha. Leo tuje tuingie katika ukurasa sasa wa taarifu alhajj. Taala linuarifa alhajja lughatan wa shar'a. Njoni tu introduce, tuieleze hija ni nini kilugha na kiistilahi. Nini ni hija? Ulama al-lugha wana istilahi yao wanaposema hajj au hijj, maana yake ni nini? Lakini kiistilahi ya wanazuoni wa sheria, ulama al-fiqh, ambao wao bila shaka kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, anasema al-ilmu ilmani, ilmu al-fiqh lil-adyani wa ilmu at-tibbi lil-abdani. Elimu bwana ziko mbili. Elimu ya kwanza ni elimu ya fiqh kwa ajili ya dini, na elimu ya pili ni elimu ya tiba kwa ajili ya mili. Yani anazipa umuhimu mkubwa elimu mbili hizi. Al-ilmu ilmani, elimu ni mbili. Ilmu al-fiqh lil-adyan, elimu ya kwanza ni ya fiqhi, yani ya sheria hii ya kujua namna kusali, kwenda hija, kufunga, sheria, dini inasemaje, udhu, tahara, zote ilmu al-fiqh lil-adyan. Wa ilmu at-tibb lil-abdani, na elimu ya pili kwa umuhimu wake mkubwa ni elimu ya tiba kwa ajili ya mili. Ndio maana alikuwa akisisitiza Imam Shafi kwamba ikiwa katika kijiji, mtaa, mji unaoishi hakuna watu wa aina mbili, basi hama. Kama hakuna mwanachuoni kwa ajili ya kukufundisha dini yako na kukutoa katika kiza kukupeleka katika nuru, mwalimu wa kukufunza, hama. Na kama hakuna daktari wa kuangalia siha yako na afya yako, hama. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama fasbir li jahlika fasbir li da'ika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Mshairi mmoja aliwahi kusema, mwalimu na daktari. Qum lilmuallimi wafihi tabjila. Shauqi alikuwa akisema, Shauqi Bek, kada almuallimu an yakuna rasula. Kwa ilmu alfiqh ni ilmu muhimu sana. Ukienda kwenye semina, ukielezewa habari ya hija, wale wanaokupa dondoo zile, ufanye nini ukifika hapa, utafanya nini kabla hili, ile inaitwa ilmu ya fiqh au fiqhul hajj. Wanaokupa hiyo ni fuqaha. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Mtume aliwahi kusema, mwenye kumpendelea Allah khairi basi atampa elimu ya dini, atampa elimu ya fiqh. Elimu hii
ya kuweza kuwatoa watu kutoka hali kwenda katika hali nyingine ya ufahamu wa kumjua Allah na kuijua dini. Elimu muhimu sana. Ndio maana wanachuoni walikuwa wakisema idha ma'tazza ahlul ilmi bi'ilmin fa ahlul fiqhi awla bi'tizazi fakam min fayhin yafuhu wala kamisk wa kam min tayrin yatiru wala kabazi. Ikiwa watu watajifakhirisha kwa elimu zao, wanachuoni wa sheria wana haki ya kujifakhirisha na elimu yao ya fiqh. Ni manukato mangapi yananukia lakini hayashindi misk? Ni ndege wangapi wanaruka lakini hawafanani na yule basi katika jamii au kule Kiswahili cha kwetu kule unaita kozi, mnyama ndege yule mwenye kuruka. Ikhwata al-imani wal-islam, taarifu al-hajj lughatan wa istilahan, tunayaarif lugha na kisheria hija ni nini. Nasema yasihu an taqula al-hajj au al-hijj. Unaweza ukasema al-hajj, hijj, zote mbili zinakwenda hajj, hijj, kwa kasri na kwa ha. By the way, Mwenyezi Mungu alipoitaja haji katika Qur'ani katika aya surat Al-Imran katia kasri ha, sema walillahi ala an-nasi hijjul bait, hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Taarifuhu lughatan yani al-hajj, ukimsikia mtu anasema hajj yani al-qasd, kakusudia. Maana hija ni kukusudia. Kilugha hija maana yake ni kukusudia jambo au ni kusudia, ni kusudio. Wa shar'an, na kisheria maana haji, ukisikia mtu kenda hija akakusudia kilugha. Lakini kisheria qasdu baiti llahi alharam liadai a'mali alhajj wa manasikiha, ni kukusudia kwenda Makka kuizuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake ukayafanya mambo makhsus bishurutin makhsusa, liadai a'malin makhsusatin wa bishurutin makhsusa. Uende Makka kwa ajili ya ziara ya Baitullahi alharam, uikusudie nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kwenda kutekeleza amali, matendo, ibada makhsus iliyo na sharti au sharuti makhsus. Yani hiyo ndio taarif au introduction ya hajj lughatan alqasd wa shar'an qasdu baitillahi alharam liadai manasik alhajj. Na umra vile vile, maana ukizungumzia hajj lazima uzungumzie na mwenzake al-umra. Ila umra kuna ikhtilaf baina ya wujubi wa ghairiha, lakini hija ni faradhi moja kwa moja, la jidala fi, tutaisema baada ya muda mchache. Lakini pia al-umra, nini taarifu ya al-hajj? Ni hiyo. Nini taarifu ya al-umra? Al-umra maanaha az-ziyara. Kilugha nasema umra maana yake ni ziara. Ukisikia umra maana yake kilugha yani ziara. I'tamara fulanan yani zara fulanan, amemzuru fulani. Unaweza ukasema hivyo kwa kilugha. Kwa hiyo i'tamara ay zara. Sema i'tamara fulanan zarahu, bwana amemzuru mtu fulani. Lakini kiistilahi ya wanazuoni wa sheria, je, nini maana ya umra? Anasema ni vile vile qasdu baitillahi alharami fi ghairi ayami alhajji liadai a'malin makhsusatin wa bishurutin makhsusa. Maana yake umra kisheria ni kwenda kukaisudia, ukaitembelea nyumba ya Allah kule Makka katika miezi ambayo sio miezi ya hija, au hata ikiwa katika miezi ya hija kuna kipengele unahiji na unafanya umra kama katika qirani au tamattu, kwa amal makhsus, shurut makhsus. Ma alfarqu baina alhajj wal umra? Mtu anaweza kauliza, qad yasalu as-sa'il la'alla sa'ilan yas'al fayaqula, huenda muulizaji akauliza, ma huwa alfarqu baina al-umrati wa baina al-hajj? Kuna tofauti gani kati ya umra na hajj? Tofauti ipo.
Kwanza, haji ni nguzo na ni lazima. Umra haifiki katika martaba ile ya haji. Huku zimezungumzwa katika baina alwujubi wa ghairi alwujub, baina ya wajibu na kwamba sio wajibu. Hii inashuka hapo kidogo umra, lakini hija ni lazima. Pia tofauti yake kati ya umra na haji, hii umra ala madari sana wa ala madari al-aam, yani tastati'u an ta'tamira ala fi kulli yawmin wa fi kulli sanatin wa fi kulli shahr. Unaweza ukaenda zako umra wakati wowote. Unaweza ukaamua tu bwana, mwezi unaenda zangu umra, ukaenda ukafanya umra. Anta subiri mwezi ujao, ala madari sana, mwezi mzima, isipokuwa labda katika ile miezi ya hija. Sio kwamba uwezi kukafanya, lakini kwa sababu ndani yake kuna ibada ya hija na unaweza ikafanyika kwa staili maalum ambazo zimezungumzwa kule katika habari ya zile anwaul haji, katika ifrad na iqran au alqiran wa tamattu. Kwa hiyo tofauti yake hija na umra ni kwamba hii umra haina miezi maalum, lakini alhajja ashhuru maalumat. Hija ina miezi yake maalumu, na hii miezi yake maalumu huwa ma yusamihi ulama alfiqh miqatun zamani. Hii miezi maalum ndio wanachuoni wa fiqh na sheria wanaita miqati ya wakati, ya zama. Maana kuna miqati aina mbili, kuna miqat makani na miqat zamani. Miqati ya wakati na miqati ya pahala. Miqati ya pahala tuligusia kidogo jana, kama zile Dhul Hulaifa, Qarn al-Manazil, Juhfa wa halumma jarra. Zile ni mawaqit au boda au stage au miqati za pahala ambazo haji yoyote haruhusiwi kuzikiuka zile, ila atienia kabla ya kuzikiuka zile ya kuingia katika ibada ya nini, ya umra au alhaji. Lakini miqat zamani ni hii wakati. Ndio maana Allah anasema alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Hija ina miezi yake maalumu. Alhajju ashhuru maalumat. Nipi miezi yake maalum? Shawwal, huu mwezi tuliokuwa nao. Dhulqa'da, huu mwezi au Dhulqa'da. 10 ayyam min Dhulhijja, siku 10 zile za Dhulhijja. Hii ndiyo miezi ya hija. Uwezi ukatiania isipokuwa ndani ya miezi hii ya kuingia katika ibada ya hija, isipokuwa ndani ya miezi. Miezi mingine hapana. Kwa hiyo ndio miqat zamani. Sasa ukiwa ndani ya miezi hii ndo tayari umo ndani ya miezi ya hija. Kwa hiyo inasihi kwako wewe, yani inajuzu kwako wewe au inakustahikia sasa nia yako iingize ya kunuia hija ukiwa katika wakati wake wa miqat zamani. Alafu kuna miqat makani, ndo hizo ambazo tutakuja kuzieleza katika kipindi chetu hichi ambacho tunashuka kidogo kidogo kwa lengo la kusahilisha baadhi yetu ambao tunakwenda kuhiji kujua baadhi ya mambo na nyongeza tutakazozipata katika mashehe mbalimbali katika semina zao mbalimbali, na hii utachukua kama nyongeza ukipenda. Kama hujapenda niachie mwenyewe. Kwa hiyo tofauti kati ya umra na haji ni hiyo. Hija ina miezi maalum ambayo ni hii ya Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja, siku 10 zake zile kwisha. Umra wakati wote. Pia tofauti nyingine baina alhaji wal umra, anna fi alhajj wuquf bi Arafa, mabit bi Muzdalifa, mabit bi Mina, an-nahr. Maana ya kwamba tofauti niliyoitaja ni kwamba umra haina haya tuliyoyataja, haina kusimama Arafa. Ndio maana watu wakienda Ramadhani kule
wanaishia pale pale ndani ya Masjid al-Haram kuperform umra yao. Hautawasikia tulikwenda Arafa tukasimama kisimamo cha Arafa, wala tukalala Mina, wala tukalala Muzdalifa, wala tulikwenda Mash'ar al-Haram Muzdalifa tukafanyaje tukaokota mawe, wala ramyul jimar hatukupiga mawe, wala hatukuchinja. Hii ni mambo ya hija. Ujue tofauti kati ya umra na haji. Kwa hiyo ukienda umra hutofanya haya, utatosheka na nini? Na ihram, na kwenda kutufu, na kwenda kusai, na kunyoa au kupunguza. Hadhihi a'malul umra. Haya mambo niliyoyataja basi utatosheka nayo. Lakini ibada ya hija, haya niliyoyataja kwa umra utayafanya na mengine ya ziada. Kwa maana utakwenda zako Arafa baada ya kulala Mina siku ya 8 na kurudi Mash'ar al-Haram na kulala na kupita ukapiga Jamratul Aqaba siku ya 10 na siku ya 11 ukapiga Jimar 3, 12 na 13 na ukanyoa na ukachinja na ukatufu tawafu al-ifadha ukaenda ukamaliza ibada yako. Na kuna mambo maalum ambayo tutayataja hapa yanafungamana na ibada hii ya hija. Hadha huwa al-farqu baina al-umrati wa baina الحج. متى فرض الحج؟ linakuja swala lingine, hii hija ilifaradhishwa lini? Aqwalu ulama baina sana 5 wa 6 wa 9. Kufaradhishwa kwake kuna ikhtilaf kati ya ulama kwamba ni kwa mwaka wa 5, wengine wa 6, wengine wa 9, kwa sababu ya matukio mbalimbali. Mwaka wa 5 au mwaka wa 6 kwa yale mambo ya Hudaybiyah ilipotokea, iliposhuka wa atimul hajja wal umrata lillah, au mwaka ule wa 9 ambao ndo anaangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alijiandaa tena kwa kwenda kufanya hija yake ya mwisho. Na kwa nini kaitwa hija yake ya mwisho? Kwani hija ngapi alihiji bwana Mtume? Swali hili aliulizwa Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, akaulizwa kam adadul hajj alladhi hajja rasulullah, hija ngapi alizohiji Mtume? Anas ibn Malik ndiye yule mtumishi kijana alichokuwa kilelewa kwa Mtume, akimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye anasema khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat, miaka 10 nimemtumikia Mtume. Fama qala li yawman, hajawahi kuniambia Mtume hata siku moja uff. Ma qala li uff qattu, hata siku moja sikumsikia akinikemea Rasulullah. Enyi mabosi, enyi mnaokaa na wafanya kazi, enyi mliowaajiri watu, someni kutoka kwa imam, someni kutoka kwa kiongozi kudwa bwana Mtume Muhammad na mwanafunzi wake au na kijana wake anayefanya kazi kwake nyumbani, anayemtumikia. Na wala hakuwahi kuniambia li shay'in lam af'alhu lima lam taf'al hadha wa li shay'in fa'altuhu lima fa'alta dhalik. Hakuna hata siku akanikemea kwa nililolifanya, hakuniambia kwa nini umelifanya. Na kile ambacho sikukifanya hakuwahi kuniambia Mtume kwa nini ungefanya hivi, ingekuwa namna ya taamuli yake, muamala. Na huo ndo Uislamu. Uislamu utakuja kumpata mtu uzuri wake utauona katika muamalati, katika maisha. Anaweza kawa mzuri wa swala, mzuri wa funga, mzuri wa ibada, lakini mbaya wa muamala. Kaifa yuamilu al-akharina, vipi anaamiliana na wengine? Hapo ndo utaukamata Uislamu wa mtu. Ndio maana Mtume akasema al-muslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake watasalimika kutokana na shari za ulimi wake na mkono wake. Hakadha ant, je uko hivyo wewe na mimi? Wenzetu wanasalimika au watu wakikuona tu wanaona nibadilishe njia hata ni udhi? Ukionekana umekaa katika kikao fulani, kile kikao kinasusiwa. Kwa sababu gani? Si kwamba watu wanakuogopa sana. Sharru lisanika wa sharru khuluqik an yuttaqa almar'u makhafata sharri. Na hizi ni zama za akhir zaman. Nasema watu watakuja kuogopewa watu, si kwa sababu ya lolote, kwa sababu ya shari zao, kwa sababu ya ujinga wao.
utamcha mtu, utamuogopa mtu, ittiqaa, kwa sababu ya kujikinga na shari zake. Hiyo ndivyo ilivyo. Watu wana taabu, ni wazito, viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza mwenyewe aliyewaumba. Kwa ajili hiyo basi, Anas ibn Malik huyu aliyemtumikia mtume miaka 10 na anaeleza wasifu wake na kazi zake na namna ya relationship kati yake baina yake na bwana mtume, aliulizwa idadi ya hija ngapi alizohiji mtukufu wa daraja Rasulullah. Anas akasema mtume hakuwahi kuhiji isipokuwa hija moja tu, hajjatan wahida au hijjatan wahida, wa arba umar, yani na umra 4, umarin jamaa ya umra. Mtume amehiji hija moja ambayo ndio hiyo maarufu bi hijjatul wada, ambayo inshallah pia tukipata nafasi tutaieleza ile sifa ya hijjatul wada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kutokea alipotoka zake Madina kapita Dhul Hulaifa, wiki nzima ile akaitumia njiani na ndani kwa na mafunzo mpaka akafika Makkah takarramaha Allah, akaperform bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ibada yake ya hija vipi alivyofanya mpaka akamaliza. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa nguvu na uhai ndani ya kipindi hiki cha hija, tutaieleza hijjatul wada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema Anas ibn Malik alihiji mtume hija moja na alifanya umra 4. Umra katika mwezi wa Dhulqa'da, kataja baadhi. Umra katika siku zile za Hudaybiyah ambazo kuna wakati walizuiwa, kama ukisoma sira na historia inshallah tutaisoma katika sira ya bwana mtume, walizuiwa kwenda kuingia Maka kufanya ibada yao ya umra, lakini hii kahesabiwa kwa sababu innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hii ilitokea lakini kisheria Allah subhanahu wa ta'ala amewapitishia na ile ya Jirana baada ya fathi Makkah, na wakati alipokwenda kugawa zile ganima na ngawira, umra nyingine alifanya bwana mtume na umra alipokuwa katika ibada yake ya hajj katika hijjatul wada. Kwa hiyo umra alizifanya 4 bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na hija ni moja akaifanya. Tahalau ila hukmi ibadati alhajj, njoni sasa katika hukumu nini hukumu ya hii ibada ya hija? Ma huwa hukmu alhajj? Je, ni sunna hija? Je, ni mubah? Je, hija faradhi? Je, hija ni wajib? Je, hija ni mandub, ni masnu, ni sunnatun muakkada, au ni haram au ni makruh? Ahkam katika madhehebu yetu tunafundisha ahkamul Islam. Sasa tunakuja kuielezea hukumu ya hija. Ma hukmuhu? Nasema hukmu alhajj alfardh, hukumu ya hija ni faradhi. Na sisi tunajua kitu kikiwa faradhi, alfardhu wasunna walmandub walharam walmakruh walmubah. Hizi ahkamu watoto wanasomeshwa kila siku katika vitabu vidogo katika mambo ya fiqh, ili ukiambiwa hiki kitu ni faradhi. Na pia fardhi inagawika katika sehemu mbili au aina mbili, kuna fardh aini na fardh kifaya. Fardh aini, faradhi ya lazima uifanye mwenyewe, uisimamie mwenyewe, uitekeleze mwenyewe, haithu yuthabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu. Hiyo fardh aini, atakayeifanya anapata thawabu malipo, atakayeacha anapata dhambi. Fardh kifaya haithu yuaqabu aljami' kama wameacha, lakini idha qama ahadun minhum saqata anil baqi. Hizi zote ukiingia katika ilmu al-fiqh ya wabobezi wake utakwenda kuzikuta aina hizi za ibada au za faradhi. Fardhu aini kama swala, saumu na hija, hizo zote ni faradhi ya lazima, unatakiwa uisimamie mwenyewe, ujifanyie mwenyewe. Hauwezi kuandika watu kazi yao wao ni kukufanyia wewe ibada tu, hata uwe tajiri kiasi gani, utakiwa ufanye mwenyewe. Ndio maana Hasan al-Basri anasema alimtu anna amali la yaqumu bihi siwa yafaqtu alayhi,
mimi nimetambua kwamba matendo yangu, amali zangu hakuna wa kunifanyia, ndio maana nimejitahidi mwenyewe kuzisimamia na kuzifanya mwenyewe. Sala ujiswalia mwenyewe, tena uswali kabla hujaja kuswaliwa. Ibada nyinginezo hii fardhi. Ama fardhi kifaya ni faradhi ya kutoshelezana, kwamba likisimama kundi la Waislamu likaitekeleza ibada hii bila watu wengine, au wengine wamekaa tu au wako majumbani mwao hawakushiriki, basi wote watakuwa imedondoka hii, imechukuliwa na wengine na wataingia katika nini? Fadhila na thawabu. Yani itakuwa kule haiko tena, haijawahusu, yasaqata anil baqi. Lakini wakaiacha wote jumla jamala, wote athimu, kama kuacha mfano wa jihad. Kama wengine tu watasimama watailingania na kuisimamia, wengine itakuwa sakata anhum. Au salatul jinaza, mtu amekufa wakasimama kundi la watu wakamkosha, wakamsalia, wakamzika, wengine wote itakuwa imedondoka hii kwao na hakuna dhambi kwao, maadamu imefanya firqatun au taifatun min almu'minin. Hii ni mifano hai ambayo tunakuja kuulizia kuhusu habari ya hukumu. Sasa ma huwa hukmu alhaji? Nini hukumu ya hija au nguzo ya haji? Hukumu yake ulama alfiqh mtabia ni faradhi. Ma hiya adillatu fardiyatihi? Ufaradhi wake umekujaje? Sisi tunasema na qaumun la natakallamu au la na'khudhu shay'an au la nuhaddithu illa bidalilin wa la nakhruju an mas'alatin illa bidalil. Nini dalili ya fardhiya yake? Anasema wa dalilu fardhiyatihi wujubihi, na namna hii imekuja katika kitabu wa sunna wal ijma'. Hizi ni concrete adilla katika kitabullah, sunnatu rasulillah, ijma'. Yani utapata dalili ya kwamba ni faradhi hija, ni lazima. Na lazima maana yake ni mtu lazima aisimamie na kuifanyia kazi na kuitekeleza. Asipofanya hivyo atapata dhambi, na akifanya atapata thawabu. Faradhi wake huu umekuja kutoka katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifan wama kana min al-mushrikin. Aya hii katika suratu Ali Imran nadhani ya 96 mpaka 97, anasema Mwenyezi Mungu ni juu ya watu kutekeleza ibada ya haji kwa yule atakayepata uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo dalili ya ufaradhi na ulazima na uwajibu wa hii hija ni aya ya Mwenyezi Mungu, walillahi ala nasi hijjul bait. Je, katika hadithi ya Bwana Mtume dalili kitoka tu katika kitabu imeshakuwa na nguvu. Nikija katika hadithi ya Bwana Mtume inaongezewa nguvu. Kwa hiyo ina ishara, ina dalili ya nas sarih sahih, nusus zake zile, sio indication tu, sio dilalatu nas, sio isharatu nas, sio dhanni, ni ishara mansus, iko jali jala ash-shams ala kabir as-sama fi an-nahar, wazi kabisa, inataja sahihun sarihun walillahi ala an-nasi hijjul bait. Hadithi ya Bwana Mtume kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Muslim au Imam Bukhari na Muslim wamesimulia, anasema bunya al-islamu ala 5 shahadati an la ilaha illa Allah wa dhakara wa hajjil bait liman istata'a ilayhi sabila. Alipotaja Bwana Mtume katika hii hadithi sahihi kwamba nguzo za Kiislamu ni 5, akataja shahada, akataja sala, akataja zaka, akataja saum, alafu akataja na hija kwa yule atakayepata uwezo. Kwa hiyo imetosha kwamba ibada ya faradhi, ibada ya hija ni lazima, ni faradhi kwa kitabu na sunna ya Bwana Mtume. Imebaki katika ijma. Ijma yani ni wengi, walio wengi katika wanachuoni wa sheria na wanachuoni wa umma ya Kiislamu, ili jambo kulipitisha na kulikubali na kulinyamazia na kulisupport na kutotokea hata mmoja akapinda akaonekana huyo mtu kakatalifiana na wenzake. Kwa hiyo ulama wote majority, sisi tunasema katika democracy majority should rule, yani wengi ndio
wana rule au kuhukumu. Majority should rule, minority should respect. Waliokuwa wengi wana rule, wachache wanaheshimu. Sasa ijma ni kitu kikubwa. Ndiyo maana mara nyingi utakuta wanachuoni wanapiga kelele kwamba anta tukhalifu al-ijma, wewe mbona unapingana na ijma? Laqad ijtama'at au ittafaqat kalimatu al-muslimina mundu qurun, ittafaqat kalimatu al-muslimina jamaa, ulama al-muslimin wote kilma kimoja wameafikiana juu ya uhalali au juu ya usahihi au juu ya ufaradhi au juu wa kuthubutu au kuthibiti jambo hili. Limadha takhriqu al-ijma? Mbona wewe unaichana ijma, unaipuuza ijma, unagombana na ijma? Man anta hatta tukhalifu al-ijma? Unaona, ijma ni kitu kikubwa, ni moja katika adilla thabita qawiya ambazo zinatakiwa kuheshimiwa kutoka katika kitab na sunna na ijma. Yani wengi katika wanachuoni wa umma fattafaqat kalimatuhum ala fardhiyatihi wa lam yashadh ahadun minhum, hata mmoja hakutambulikana, hususan hawa maimamu wetu wanne katika sisi ahli sunna wal jamaa. Mara nyingi kizungumzwa ijma inaangaliwa qawlu Abi Hanifa, qawlu Malik, qawlu Shafi'i, qawlu Ahmad radiyallahu ta'ala anil jami' wa rahimahumullah. Hawa wanne, kuna wengine wengi, lakini hawa skuli zao ama darisi zao ndo zilizoeleka. Kuna Sufyan Thauri, kuna Sufyan bin Uyayna, kuna akina Ishaq ibn Rahawai na wengine wengi. Hao wote nao wana wanafunzi wao. Hata kina Imam al-Bukhari waliokuja baadaye, hata wamekuja wakawa watu ni mujtahid mutlaq. Mujtahid mutlaq ni aima, ni ulama, ni fuqaha, ni muhaddithun. Kama utasoma historia yao wote hawa, hakuna hata mmoja aliyosikika fatafawwaha bikalimatin wa qala fiha anna alhajj laysa bifarida. Hakuna, hatujawahi kumsikia hata mmoja kwamba alisema hii hija si faradhi, ni sunna tu, ukipenda unaenda, ukipenda usiende. Ndio maana akasema ittafaqat kalimatul muslimin. Ulama jumhur ya Uislamu kumepita ijma kwamba hija ni faradhi. Kwa hiyo baada ya kujua hilo, ndugu yangu haji, kwamba alhajju thabitun min alkitabi walillahi ala nnasi hijjul baiti wa min as-sunnah buniya al-islamu ala 5 shahadati an la ilaha illa Allah ila akhir al-hadith wa min al-ijma' haythu ittafaqat kalimatu al-jami' ala annahu fardh. Ukishajua hilo sasa, njoo kidogo kidogo nipate kukueleza jambo lingine muhimu sana katika shurut wujubi alhajj, yani ala man tajibu alhajj. Hizi ni shurut wujubi alhajj. Kuna shurut sihhati alhajj na kuna shurut wujub. Yani nani sasa anapaswa kuhiji? Ni nani anayepaswa iliyemwajibikia kuhiji? Ni nani? Ndo shurut wujub alhajj. Ala man yajibu alhajj, ni juu ya nani, ni nani anayetakiwa akahiji. Shurut zake ulama al-fiqh hususan katika mashrabina Mtume sallallahu alayhi wasallam wa madhhabina Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, shurut ziko 6. Anasema al-Islam, al-Islam wal-aql wal-tamyiz wal-bulugh wal-hurriya wa amnu at-tariq wal-istita'a. Ni mambo 6. Yani hizi ndio sharti, zikiwa juu yako wewe istajibu alaik hadhihi alibada au yajibu alaika alhajj.
ukiwa Muislamu. Ya kwanza al-Islam, kwa maana kwamba asiyekuwa Muislamu la tajibu alayhi al-Islam. Sharia lazima ukiwa Muislamu wewe wajaba alaika alhajj. Ya kwanza hiyo. Ya pili al-aql, ukiwa na akili timamu mzima, yani sio mental disorder. Aqil, ibada inafanywa na mtu aliye na akili. Fala tajibu ala almajnun wala tajibu ala alkafir. Kwa hiyo kama vile haikupaswa kwa kafiri kuhiji, na mwenye akili ndiye anayepaswa kuhiji, hakupaswa mwenda wazimu. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema rufi'a alqalamu an thalathatin, watu watatu hawaandikiwi, kalamu imenyanyuliwa, yani hawapati dhambi, haiwahusu, yani hawaingizwi katika taklif. Watu watatu ni watu gani hao? Anil majnun hatta yashu, mwenda wazimu mpaka akili irudi, hatta yaqil, yani anil majnun hatta yaqil, mwenda wazimu mpaka akili irudi. Mwenda wazimu hawezi akaandikiwa madhambi, japo kuna tafasili nyingi. Kwanza uenda wazimu kaupataje? Kenda kapiga bomu 2 3 bangi na nini mpaka akili ikaruka, au umekuja tu kwa majaliwa na mitihani? Ala kulli hali, hii hayo sio maudhui yetu, lakini hapa tunamzungumzia yule ambaye sharti za hija au sharti za kumwajibikia yeye haji zimempata. Kwa hiyo al-Islamu, sharti ya kwanza lazima awe Muislamu. Al-aqlu, awe na akili, liannahu Mtume anasemaje? Rufi'a al-qalamu an thalathati, anil majnun hatta yaqil, wa anil naimi hatta yastayqid, wa anis sabi hatta yahtalim. Hadithi imekuja hivyo. Hawa watu watatu hawa kalamu imenyanyuliwa kwao, hawaandikiwi dhambi. Yani wa kwanza mwenda wazimu mpaka arudi akili yake, wa pili aliyelala mpaka amke, wa tatu mtoto mdogo mpaka abalighi. Nataka kusema nini katika hadithi hii? Kwamba huyu kafiri mpaka aslimu ndio tutamwambia sasa nenda hija. Huyu mwenda wazimu mpaka apate akili. Huwezi kusema huyu mwenda wazimu mpaka leo hujahiji wewe, huyo hayumo. Wa idha akhadha Allahu ma wahab asqata ma aujab. Ulama al-fiqh wanasema akhadha Allahu ma wahab asqata ma aujab, amechukua Mwenyezi Mungu alichokupa, basi amekudondoshea alichokuwajibishia. Kachukua akili yake, kile alichokulazimisha ukifanye ulitakiwa uwe na akili kwanza, basi pia amekidondosha. Maadamu nini? Akhadha ma wahaba asqata ma aujaba. Hii ni kaida katika zile kaida ambazo tuzinazungumza katika ilmu al-fiqh. Sasa akishapata akili tayari amerudi katika reli. Sasa mueleze, mwambie, mpe sasa kafanya hivi, kafanya vile. Na aliyelala, ndio maana unaambiwa katika adharu sala an-naumu an-nisyan. Wewe ukilala uko nje ya control, huwezi ukaandikiwa dhambi kwamba umelala hukufanya jambo fulani, hukuswali au kufanya ile usingizi, na kwa wewe tena hujielewi. Na kijana mdogo ambaye hajawahi kubalighi mpaka atakapobalighi, hatta yahtalim. Ihtilam katika lugha ni kuota, yani ni kinaya ya kwamba mtu ameshakuwa mkubwa tena. Kwa hiyo al-Islam wal aqlu, na kuwa na akili, wal bulughu, na kubalighi. Tumesema wal hurriya, na uhuru, awe huru, mtu asiwe mtumwa. Wa amnu tariq, na njia ile ya kwenda kule kwenye hija kuwe kuko salama. Zote hizi zinazingatiwa. Maana kuna wakati
ile njia imekuwa ni hatari. Kuna wezi, kuna maharamia, kuna majambazi, kuna pirates, kuna nini, quta turuq, itakuwa shida hii. Kwa hiyo Uislamu upo, lakini akili ipo, lakini vile vile albulugh, huyu mtu kabalighi, ipo, lakini njia haiko sawa. Hakuna ndege au ni hatari. Zamani vile ulikuwa kienda kwa vipando vinginevyo, ukifika njiani kuna chinja, kuna magaidi, kuna majambazi. Kwa hiyo lazima kuwe amnu tariq, usalama wa ile njia anaokwenda kuitekeleza ibada ya haji. Safety first, safety first, yani usalama kwanza, alafu yatafuata mengi. Kwa ajili hiyo basi amnu tariq. Alafu kitu kingine cha mwisho, al-istitaa. Al-istitaa yani uwezo wa kwenda Maka kuhiji. Unawezekana ukawa Muislamu lakini huna uwezo kama wengi, huna pesa, fanyaje sasa? Sasa hapo kuna mambo mengi ulama wetu wamezungumza. Wapo walokwenda mpaka wakasema kama mtu ana nyumba yake tu ndio ya kuishi yeye tu, watoto wake, hawezi akaambia bwana wewe una nyumba alafu unasema una uwezo, uza nyumba hiyo kahiji, akirudi ataenda kulala wapi? Wamezungumza. Lakini wapo walozungumza pia wakasema kama mtu pengine ana masdari ya kitu kinamtilia hela, anaweza akauza, labda ana shamba, uza shamba ili ukaitekeleza ibada ya haji. Yote haya yamezungumzwa, wakadiskasi wanachuoni wetu. Ni vizuri kuhudhuria katika durus haya ukayajua. Je, wakati gani natakiwa niuze hata changu kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya hija, na wakati gani sitakiwi kuuza kwa sababu sina kingine, au nikiuza nitapata madhara kutokana na hali ilivyo. Kuna watu wengine mtu ana daladala zinaenda huku, ana bajaji zinarudi huku, ana vitu vinamtilia income katika maisha, alafu bado bwana sijapata uwezo. Ana mashamba maheka kwa maheka, ana miti ya mashamba ya karafuu, lakini bado anasema bwana mimi ndio katika wale ambao hatujapata uwezo. Unataka uwezo gani ndugu yangu? Huyo mtu aliyokuwa hana uwezo ni nani? Kwa hiyo kuna watu wengine wanajaribu kuficha jua kwa kidole, wanataka manake watu udanganya mpaka wakawa wanataka kujidanganya wenyewe. Manake unadanganya mpaka mwisho unajidanganya mwenyewe. Una uwezo kati uwezo una. Kwa hiyo nenda kahiji ndugu yangu, hiyo ni nguzo iko juu ya shingo yako. Uwezo unao, uwezo wa kwenda na kurudi na kuachia masurufu watu wako, wasife njaa, wasitaabike mpaka urudi, kiasi cha wiki 3 2 unao. Zote hizi ni mambo ambayo yanazungumzwa katika semina. Kwa hiyo al-aqlu, al-islamu awalan, islamu, al-aqlu akili, al-hurriya huru, alafu al-bulugh kubalighi, alafu amnu tariq njia kuwa ya amani, na vile vile al-istitaa uwezo. Ndio maana Qur'ani kasema liman istataa ilayhi sabila, kwa kila atakayeweza kuiendea njia hiyo, kukamata njia akafika kule kahiji, ni juu yake kufanya hivyo. Ikhwata al-imani wal islam, leo tutosheke na hichi kipande kidogo. Kama kuna mtu pengine alitaka tafsiri ya istilahi nyingine ambazo tumezitoa hapa hakuzifahamu, au mushkili wowote umetokea katika mazungumzo yangu hakuweza kufahamu, yamemkanganya, au ana swali katika haya ambayo nimezungumza, tutatoa kidogo nafasi kwa kupumzika kidogo, halafu atanipigia simu ili kuniuliza au atume message ili nipate kuongea naye na kumjibu katika masala haya ambayo kwa leo tumeyazungumza. Biidhnillahi tabaraka wa taala, tutakwenda katika mapumziko kidogo, tuangalie kama unaweza
ukawasiliana nasi kwa tatizo lolote. Inshallah tukutane baada ya muda mchache. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Tumerudi tena. Inshallah zipo namba za simu hapo kama unatamani kunipigia simu kwa ajili ya istifsarat na kuuliza, ukiwa nje, ukiwa ndani ya nchi, namba zipo hapo, na pia kuna namba za WhatsApp ambazo unaweza ukanitumia message vile vile katika kuwasiliana na tuzungumze mawili matatu, tuulizane, tupeane faida katika suala zima la ibada ya haji. Unajua ibada hii ya hija kwa kweli inadhulumika sana, imedhulumiwa sana kutokamana na kwamba kama tulivyozungumza mwanzo wa darasa yetu, ukimwambia mtu hapa hija ni nini, hawezi kukueleza. Au mwambie hebu hiji hapa nione sasa hivi, dramatize au demonstrate hija, hawezi akademonstrate. Lakini pia hija ni ngumu mpaka uende kule. Wanasema wenyewe hata wale wanachuoni, mashekhe na ulama wanaijua hija kwa kuipokea, lakini wanapokwenda kule sasa kufanya physically, wenyewe wako pale, inampata mtu kashaarira fulani, kwa sababu ni tofauti kati ya kuandika. Unaweza ukakiandika vizuri kitu na ukakisherehesha vizuri, lakini kwa sababu wewe mwenyewe hujakifanya physically inakuwa tofauti. Kwa hiyo ni tofauti kati ya kuzungumza na kutenda. Watu wengi tunaenda Maka, tunajua arkanul hajj, tunazijua. Hii hija bwana ina nguzo zake. Kuna al-ihram, ina nguzo yake. Kuna wukuf bi Arafa, kuna sa'i, kuna tawafu al-ifadha, unazijua. Sasa kazi sio kuzijua, kazi ni kuzitekeleza, kuzifanya. Sasa mwili uko pale sasa, hii ni tofauti. Kwa hiyo fuqaha wengi walikuwa wanajua, na ulama wengi, na sisi ambao sio ulama, watu kawaida tunasomeshwa, tunajua. Ukiuliza kama arkanul hajj, kama wajibatul hajj, kama sunna, ni zote hizo unazijua, unaweza ukazipanga vizuri kila kitu. Nguzo zake ni 4 kwa wale wanasema ni 4, wakasema nguzo zake ni 5 kwa wale wanasema ni 5, nguzo zake ni 6 kwa wale wanasema ni 6, hasba madhahib na namna ya ikhtilafi za ulama, unazijua. Lakini umeshaenda wewe, umeshafanya hiyo nguzo, hiyo ihram, umeshaingia wewe katika ihram, umeshavaa ihram, ushakwenda kutufu hiyo al-Kaaba, unajua ukitufu unafanyaje, sunan zake. Ushakwenda huko Arafa kusimama kisimamo, ushakwenda Mina kulala, ushakwenda Muzdalifa, ushakwenda kupiga jamarat, ushapiga kama tunavyosema shetani, jamratul aqaba, shetani mkubwa. Zote hizi utajua tofauti ya kusoma na kupokea na kuandika na kutenda utakapofika Maka. Hii ndio tofauti kubwa ya hija. Inawezekana kitabu umekitunga wewe mwenyewe, lakini ukifika kule kama hujawahi kuhiji, ukauliza hapa tunafanyaje, na kitabu wewe ndio ulotoa mwongozo kwamba ukitoka hapa unafanya hivi, ukifika hapa amali zake ni 1 2 3, na unaanza hivi badala ya kuanza hivi, na ikiwa hivi. Zote hizi kufanya physically ni tofauti. Kwa hiyo laysa al-khabar kal-ayan. Unajua ile kusikia si kama kuona, na kusema si kama kutenda. Kwa hiyo tofauti utakwenda kuiona wewe haji utakapofika kule Maka, na inshallah Mwenyezi Mungu akujalie, akutakabalie. Kwa hiyo namba za simu zitakuwepo siku zote ambazo tutakuwa tunaongea, na leo tumeongea, na kesho tutaendelea na kipindi hiki. Kwa yule ambaye atasikiliza asipate muafaka au apate ugumu fulani wa kuelewa, anao nafasi ya kutumia WhatsApp na kutumia call ya kawaida akiwa nje au akiwa ndani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu inshallah afanyie wepesi wale wote waliotiania mwaka huu kwenda kuhiji, awatakabalie hija yao, na wende kule wakute kila kitu smooth kabisa, lisiwakwaze la kuwakwaza. Usisahau kuwaombea dua wazazi wako, ndugu zako, na wale waliokufundisha
namna ya kuperform ibada hii ya haji. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza al mustaghfirina wa ya najata at-taibina. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.